Kwa hiyo hii ni fursa, lakini tufahamu kwamba kama tutazembea vile itakavyokuwa, tukumbuke kwamba kuna siku yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wallahu raufun bil ibad. Iko siku hiyo, siku ambayo nafsi itakwenda kuyakuta yale yote ambayo imetenda katika kheri na katika uovu, kheri au shari, wema au uovu. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'. Ikumbuke siku ambayo nafsi itakwenda kuyakuta yale yote iliyoyatenda, kama ni ya kheri yamehudhurishwa kwa mbele yako, au kadhalika yale ya shari. Nafsi itatamani laiti pangelikuwa kuna masafa marefu iko mbali kabisa na yale aliyotenda katika mambo mabaya. Ikumbuke siku hiyo. Kama maneno yote haya hayakufai, waona kwamba hayana maana, jua kwamba iko siku utakufa na utafufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yale uliyoyatenda utakwenda kuyakuta. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika alhadith alqudsi anasimulia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia waja wake, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khayra falyahmadillah waman wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsa. Enyi waja wangu, hizo amali zenu hizo mnazozitenda, innama hiya a'malukum, hapana vingine, ni matendo yenu hayo matendo mnayoyatenda, uhsiha lakum, ninayadhibiti kwa ajili yenu. Kila utakachokifanya kitathibitiwa, cha kheri au cha shari. Thumma uwaffikum iyaha, kisha nitawalipa kwa ukamilifu hizo amali zenu. Faman wajada khaira falyahmadillah, yule ambaye atakwenda kukuta kheri basi muhimidi Allah. Waman wajada ghaira dhalika, na yule atakayekuta kinyume cha hivyo, fala yalumanna illa nafsa, asimlaumu mtu yeyote isipokuwa nafsi yake. Usitarajie kwamba unapofanya jambo baya basi utakwenda kulikuta lile baya limekuwa zuri. Usitarajie hivyo. Usitarajie kwamba wewe umezembea hukufanya kitu alafu ukakuta kitu. Usitarajie hivyo. Ukifanya jambo baya utakuta baya, na ukifanya jema utalikuta jema. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, habari kwa namna hiyo. Atakayetenda kheri uzito wa dharra, punje ndogo kabisa, au wizani wa sisimizi katika kheri, atakwenda kuikuta. Hivyo hivyo upande wa shari, faman ya'mal mithqala dharratin sharran yara, atakayetenda shari uzito wa dharra atakwenda kukuta ile shari. Hakuna kitakachopungua. Wala tudhlamuna fatila, hamtadhulumiwa amali hata iwe na uzito wa kile kijiuzi kilichopo kwenye koko ya tende kile. Amali yako umeitenda kama kijiuzi kile, utakwenda kukuta amali hiyo katika kheri au katika shari. Na jambo baya zaidi ambalo la kuhuzunisha, kuna watu siku ya kiyama watakwenda kukuta mambo tofauti na walivyotarajia. Kumbe jambo mimi lile, kumbe mambo yako hivi, mimi sikujua. Badala lahum sayyiati ma amilu, mambo mabaya yatakwenda, mimi sikujua hili, alafu sasa hakuna kurudi. Kumbe hili pia nalo, na hili pia litaniangamiza. Mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Kitabu gani hiki? Maandishi gani haya? Hayakubakisha nukta ndogo wala kubwa, ile imelidhibiti, na watakwenda kuyakuta walioyatenda yamehudhurishwa yako. Kwa hiyo wewe jiandae na hilo. Kuna mambo utakwenda kukuta kinyume kabisa. Kumbe ule ubaya nilimfanyia mtu fulani, labda pengine dada wa kazi tu, umemuonea, umemdhulumu, hata ile pia ule si mtu mshamba kutoka ile pia hilo pia kitu hilo pia. Kuna vitu vitakwenda kudhihirikia wewe hukuvidhania kwenye akili yako. Kwa hiyo utakiwa uwe ni mtu wa hesabu na wa kukokotoa mahesabu yako vizuri sana juu ya matendo unayofanya kila siku, juu ya matendo unayofanya kila wiki, juu ya matendo unayofanya kila mwezi, juu ya matendo unayofanya kila mwaka. Tumia fursa hii kurekebisha hisabu za mwaka wako. Futa
Allah subhanahu wa ta'ala amekupa kalamu ya kuchafua na amekupa raba ya kufuta. Futa kifutio nacho, nao ni kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili uondoshewe yale uliyobeba katika mzigo. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.